فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muulizaji anasema Qur'ani inaposema au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ameandika kwa Kiswahili na nimesoma kama alivyoandika, bila shaka nakusudia ile kauli yake subhanahu wa ta'ala, walladhina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Yani wale ambao wanazilinda na kuzihifadhi tupu zao isipokuwa juu ya wake zao, na wale ambao mikono yao ya kuumeni imewamiliki, basi hao si wenye kulaumika. Kwa hiyo anasema ni wepi hao ma malakat aymanuhum, na kwa zama za leo wanapatikanaje, na nini hukumu ya kuwamiliki au hukumu ya kuwamiliki ikoje? Jawabu ni kwamba hapa wanaokusudiwa ni wajakazi waliofanywa masuria, na hao wajakazi walikuwa ni watumwa waliomilikiwa na hao mabwana zao. Na kwa kweli hapa inafaa tutoe tanbihi muhimu kuhusiana na utumwa. Kwa kweli Uislamu umekuja hali ya kuwa utumwa upo katika jamii, na ni mfumo uliokuwa unafuatwa na jamii mbalimbali ikiwemo jamii ya bara Arabu, lakini hata nchi za Ulaya na kwingineko ulikuwepo utumwa. Kwa hiyo ulikuwa ni mfumo ulioenea ulimwenguni wakati ule, wakati Qur'ani inateremka. Sio kwamba Qur'ani ndio imeleta utumwa, lakini utumwa ulikuwepo kabla ya kuteremka Qur'ani. Qur'ani imeteremka hali ya kuwa utumwa ni mfumo katika jamii unafuatwa, na kulikuwa kuna njia mbalimbali za kuwafanya watu wawe watumwa. Kwa hivyo Qur'ani ilipoteremka ilikuja kuweka taratibu za kufanya utumwa uondoke ulimwenguni. Kwanza kabisa imetetea haki za watumwa kwa kuamrisha wafanyiwe ihsani, wafanyiwe wema, washikalifishwe yale ambayo hawayamudu, vinginevyo wasaidiwe, walishwe katika kile ambacho wanakula mabwana zao waliowamiliki, na wavikwe katika kile ambacho waliowamiliki wanavaa. Kwa hivyo kwanza ilitetea haki zao za kibinadamu. Hatua ya pili ni kufunga milango yote inayowatia watu utumwani, ili kukausha na kuumaliza utumwa. Imefunga milango yote ambayo inawatia watu utumwani isipokuwa mlango mmoja tu, nao ni mlango wa vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na hikma ya kuwacha mlango huu wazi ni kutaka kuwalipa makafiri kwa yale matendo yao kwa Waislamu kuhusiana na mateka wa kivita. Kwa vile makafiri walizoea mfumo wa kuwatia utumwani mateka wa vitani, basi na Waislamu wakawa hawana budi na wao wawalipe kwa namna hiyo hiyo. Vinginevyo kama ungesema hakuna kabisa kuwafanya watumwa mateka wa vita, basi ingalibidi hawa makafiri washajieke zaidi katika kuwapiga vita Waislamu, kwa vile wanayakini kwamba wao hawatatiwa utumwani, lakini wakiwapata Waislamu mateka watawafanya watumwa. Kwa hivyo ilikuwa hikma ya kuwacha mlango huu wazi ili kuwalipa makafiri kwa namna ambayo wao wangewatendea mateka wa Kiislamu katika vita. Lakini milango mingine yote iliyobakia iliachwa wazi. Kwa hiyo kama tulivyosema, Uislamu umekuja kuumaliza utumwa, na kwa ajili hiyo
umefunga milango yote isipokuwa mlango huo wa mateka wa vitani kwa hikma ambayo tumeitaja. Lakini vile vile umefungua milango mingi ya kuwatoa watu utumwani. Kuna kafara mbalimbali ambazo ndani yake inaamuriwa kuachiwa mtumwa huru. Kwa mfano kafara ya kuua bila kukusudia, inatakiwa mtu aachie mtumwa huru. Kafara ya yamini ya kiapo, inatakiwa mtu amwachie mtumwa huru, yani kama naye au atanunua atamwachia huru. Vile vile kafara ya adhihar ni kumwachia mtumwa huru. Bali katika zakaa kuna mlango vile vile wa kununua watumwa na kuwapa uhuru wao, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika milango ya zakaa inamotolewa. Amesema subhanahu wa ta'ala wa firriqabi, na katika kuachia huru watumwa. Kwa hivyo liko yani fungu maalumu la zakaa limetengwa kwa ajili ya kununua watumwa na kuwapa uhuru wao. Vile vile Uislamu umefanya kumnunua mtumwa na kumwachia huru ni katika matendo mema yenye daraja za juu kabisa, yenye thawabu nyingi, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika kuhimiza hilo, falaqatahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku raqaba. Yani mtu kwa nini asitafute au jitahidi kulifanya jambo lilokuwa zito lakini lenye thawabu nyingi? Jambo gani hilo? Ni kumwachia mtumwa huru. Kwa hivyo Uislamu kama nilivyosema umekuja kukausha mfumo huu wa kuweka watu watumwa na kuondoa kabisa. Ulikuwepo kabla ya kuteremka Qur'ani. Umekuja kwanza Uislamu kuwadaia watumwa haki zao za kibinadamu, halafu kukausha utumwa kwa kuifunga milango yote ya kuwatia watu utumwani. Na miongoni mwa milango hiyo ilikuwa ikitumika mtu alipokuwa hawezi kulipa deni, basi anatiwa utumwani na yule ambaye anamdai, au inabidi awatoe watoto wake waingie utumwani kwa ajili ya yeye kusamehewa deni. Wakati mwingine mtu anawauza watoto wake ili waingie katika utumwa kwa ajili ya kutafuta yeye maisha. Bali walikuwepo watu wanaovamiwa, wakatekwa nyara, wakaenda wakauzwa, wakafanywa watumwa. Yote hayo Uislamu umeharamisha. Kama tulivyosema, umeacha mlango wa vita tu kwa mateka wa kivita, ili kuwalipa wasiokuwa Waislamu kwa namna ile wanayowatendea Waislamu. Kisha ukafungua milango mingi kama tulivyosema ya kuwatoa watumwa utumwani na kuwapa uhuru wao. Kwa hivyo hilo ndio lilikuwa lengo la Uislamu. Uislamu haukuja na utumwa ulikuwepo kama ni mfumo unaofuatwa katika jamii ulimwenguni zote takriban, lakini umekuja Uislamu kuwadaia haki zao za kibinadamu watumwa, halafu kuwawekea njia za kutoka katika utumwa na kubana milango yote ya kuwatia watu utumwani isipokuwa ule mmoja, kwa hikma ambayo tumeitaja. Kwa hivyo kwa ajili hiyo maulama wamesema kwamba ikiwa jamii za kibinadamu zitakubaliana kwamba pasiwe na utumwa kwa hao mateka wa vita, wasiotiwa utumwani, na kwa hivyo wapewe haki za kibinadamu kikamilifu, wasichukuliwe kama ni watumwa, pakiwa pana maafikiano hayo na kuondolewa kabisa utumwa wa namna hiyo, basi bila shaka Uislamu utakuwa mbele katika kulipigania hilo, kwa sababu lengo lake ni kuondoa utumwa. Na kwa ajili hiyo pamepatikana haya maafikiano ya kimataifa katika mwaka 1949 mpaka na 50, baada ya vile vita vya ulimwengu, ukafanywa mkataba kule Geneva kwa ajili ya haki za hawa mateka wa vita. Kwa hivyo wakadaiwa haki zao za kibinadamu na kwamba wapate muamala mzuri, wasifanywe kama watumwa. Na kwa ajili hiyo ikaondoka kabisa suala la kuweka watumwa wale mateka wa vita.
Kwa hivyo kwa leo kabisa hakuna tena utumwa, kwa sababu ulibakia mlango huu mmoja na jamii za kibinadamu zimewafikiana kuondoa vile vile na kufunga. Kwa hivyo hakuna tena watu kutiwa utumwani, na hili ndilo lilokuwa lengo la Uislamu kama tulivyosema. Kwa hivyo pale palipokuwa pana watumwa, ma malakat aymanuhum, ilikuwa inakusudiwa wale ambao katika wajakazi wamefanywa masuria. Mtu kamfanya mjakazi wake suria, kwa maana anamchukua kama ni mkewe, lakini hakuna kumuoa kwa sababu yule ni milki yake. Wakati ule ilikuwa inachukuliwa kwamba ni milki yake kwa sababu ni mjakazi wake aliyomiliki. Kwa hivyo anayo haki yeye ya kushuhudisha kwamba anamfanya suria, ili ijulikane kwamba kizazi kinachopatikana ni chake yeye, na kwa hivyo na wanawe wajue kwamba huyu ni suria wa mzazi wao, watakuwa hawana haki baada ya hapo kumrithi. Kwa hivyo wale ndio ambao wanakusudiwa, au ma malakat aymanuhum, wasi wao hatakuwa wenye kulaumika ikiwa hawatajizuia yani tupu zao na wake zao, au wale ambao wamewamiliki kama ni wajakazi wao. Kwa hivyo swali la kwamba wanapatikanaje, hakuna tena kupatikana leo, kwa sababu hakuna tena utumwa, na vile vile hakuna hukumu hiyo tofauti na wanavyoamini baadhi ya makundi ya Waislamu, jambo ambalo linasikitisha leo kutokana na yani kutoelewa au kutokusoma. Basi wako mpaka hii leo watu wanaochukua watu wakawaiba wakawafanya kama ni wajakazi, jambo ambalo halijuzu kabisa kisheria, kwa sababu Muislamu ni haramu damu yake na mali yake na heshima yake, na Waislamu hawafanywi wajakazi wanawake wao au mabinti zao. Hilo jambo ni haramu kabisa. Hata vikitokezea vita baina ya Waislamu kwa Waislamu, basi mateka wale Waislamu hawafanywi watumwa, wala mali zao hazichukuliwi, wala wake zao au watoto wao hawafanywi wajakazi. Hilo ni haramu, halijuzu kabisa. Kwa hivyo hawa wanaofanya hayo kwa kweli hawauwakilishi Uislamu kabisa, hawawakilishi Uislamu, wanajiwakilisha nafsi zao, na hii inaonyesha wazi ni kwamba watu wanajifanyia bila ya ilmu, wanafanya mambo ambayo kabisa ni haramu katika Uislamu. Kwa hivyo yanasikitisha kabisa haya yanafanywa na makundi yanayojinasibisha na Uislamu, na ni katika kuharibu sura ya Uislamu kwa kweli. Ikiwa leo watu wanakwenda kuwavamia wasichana wa Waislamu, waumini wenzao, wanawachukua na waiba, alafu wanaenda kuwafanya masuria au wajakazi, au wanalazimisha kwamba lazima waowe, vinginevyo watakuwa wajakazi. Jambo hili kwa kweli ni haram, halikubaliki kabisa katika sheria ya dini yetu tukufu, na kama tunasema hili linatokana na watu kutokusoma, na hao kwa kweli hawawakilishi kabisa Waislamu, isipokuwa wanawakilisha nafsi zao. Wallahu almusta'an.